nikiangalia mbele yangu naona pikipiki nyingi na baiskeli nyingi. Wala haimaanishi ya kwamba eti watu wa Tabora wanapenda sana kuendesha baiskeli na pikipiki. Lakini ni kwa sababu ya mazingira ya kiuchumi ambayo si rafiki kwa mkoa wetu. Ambao mazingira haya hayakutoka mbinguni moja kwa moja. Ni mazingira ambayo yametengenezwa na serikali ya CCM mpaka leo hii. Tabora mjini vijana wengi tumejikita kwenye kuendesha bodaboda za baiskeli na bodaboda za pikipiki. Wakati natoka hotelini na kuja hapa, nimepanda shilingi 500 baiskeli bodaboda. Nikamuuliza ndugu yangu, bwana vipi? Ajira inaendaje hii? Hii kazi yako vipi? Ananijibu kwamba kaka, tunafanya kwa sababu hakuna cha kufanya kingine. Lakini kwa siku umezunguka wewe, ukija nyumbani una shilingi 3000, shilingi 4000. Ni kijana mwenye miaka 27, 28. Ana mtoto mmoja tayari. Anaendesha bodaboda ya baiskeli Tabora mjini. Kwa kipato chake ukiangalia, ni lini atakuja kujikwamua kiuchumi mtu huyo? Naongea na vijana wenzangu tuweze kupata kuelewa kwamba hali ngumu ya maisha katika mkoa wetu haikusababishwa au haikushushwa kutoka mbinguni. Wala sio maana ya kwamba eti hatujishughulishi. Ni kwa sababu ya mfumo mbovu wa serikali hii ndio mpaka leo Tabora mzunguko pesa umekuwa ni mdogo, ajira hakuna, watu wanasoma mpaka vyuo vikuu, wakirudi mkoani hapa kazi ni kuendesha pikipiki na bodaboda za baiskeli. Karibuni Chauma, tuko hapa Tabora leo kwa lengo moja tu la kuambia kwamba tunakwenda kushiriki kikamilifu katika uchaguzi ulioko mbele yetu, kwa sababu tumechoshwa na mfumo usiohitaji maendeleo ya Tanzania. Tumechoshwa na mfumo kandamizi ambao umepelekea mpaka leo hii Tabora mjini vijana wengi hatuna kazi za kufanya. Unayasikia huko? Chama cha Ukombozi wa Umma tunaongea leo na wanachama na wafuasi wananchi kutoka mkoa wa Tabora. Kuna zao la tumbaku ambalo zao hili kwa asilimia kubwa ni zao ambalo linalimwa katika mkoa wa Tabora. Wilaya Rambo watu wanalima sana tumbaku. Kuna kitu ambacho mnaita yale, kuna makundi yanakuwa ni ya msingi ya ukulima wa tumbaku. Vile vyama vya msingi watu wanajiunga, wanapewa namba zao za kuuzia. Wakijiunga pale wanakopa. Wanachukua mikopo ya mbolea, mikopo ya kuni na mikopo mbalimbali. Lakini changamoto kubwa kwenye zao la korosho ni kwamba baada ya kupeleka kwenye zao la tumbaku, baada ya kupeleka tumbaku sokoni, bei inayokuja ni bei ambayo haijawahi kuwa bei ambayo inamridhisha mkulima. Kwa sababu katika mchakato wote mkulima hahusishwi kwenye kupanga bei. Lakini mbili, mkulima huyo ambaye bei hahusiki kupanga, anakuja anakatwa makato kwa riba kwa mkopo aliochukua. Lakini tatu na kubwa zaidi ambayo natamani kuliongea leo hapa Tabora ni kwamba wakulima wengi wa tumbaku malipo yenu yamekuwa yakicheleweshwa makusudi, na ndio chanzo cha kwa nini wamama wengi wanashindwa kupata huduma za afya, kwa sababu pesa zao za malipo ya korosho zinachelewa kuwafikia ndani ya muda. Ni muda sahihi wananchi wote mkoa wa Tabora kufanya maamuzi ya kuchagua Chama cha Ukombozi wa Umma ili tuweze kubadilisha viongozi hawa ambao wameshindwa kusimamia stahiki za wanachama wetu, stahiki za wananchi wetu katika zao la tumbaku. Muda sio rafiki sana, sina mengi ya kuongea, lakini kwa leo niishi hapa nikiwasisitiza kwamba tuna kila sababu ya kushiriki katika uchaguzi huu ambao uko mbele yetu. Kwani uchaguzi huu ndio uchaguzi pekee ambao unakwenda kutoa taswira kunako zao letu la tumbaku na kunako haki na ustawi mkubwa wa jamii yetu ya Tabora. Karibuni sana Chama cha Ukombozi wa Umma ili tuweze kuleta ukombozi wa taifa letu. Asanteni sana.